naitwa Issa Mdeme, ni msanii wa Bongo Movie. Mimi nilikuwa na wasihi vijana wawe wanajitokeza kwenye masuala ya kijamii, kwa sababu jamii ndo sisi, jamii ndo tunaishi nayo. Yeye mwenyewe kijana ni jamii, tena kijana ni jamii ambayo ina nguvu, na ni jamii ambayo inatakiwa ianze kuwa karibu na watu, na unapofanya vitu vizuri kwenye jamii pia unamfurahisha Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu ametuleta hapa duniani tuishi vizuri na watu. Hii ni ya Online TV katika project yetu ya Inspiration Story Coverage, ambapo pia tunafanya vipindi ambavyo vya kuhamasisha vijana kuhudhuria katika matukio ya kijamii kama sehemu ya ibada, lakini ambayo itampendeza Mwenyezi Mungu. Na pia katika hii Online TV tupende kushukuru sana, leo hii tumeweza kukutana na moja ya msanii mkubwa sana wa Bongo Movie ambaye amesikiliza mawazo yetu kwa kina sana na ametushauri vitu vingi ambavyo ni muhimu sana, ambavyo off camera, ambavyo ametushauri kama vijana ili tuweze kutoboa, sababu yeye ni mtu mkongwe sana kwenye tasnia ya Bongo Movie na ana ujuzi mkubwa, hivyo ameweza kutupa ushauri. Lakini pia kaka, tulikuwa tunatamani ujitambulishe and then uweze kuzungumzia umuhimu wa vijana kushiriki katika haya matendo ya kiibada ya kijamii ili Mungu aweze kubariki kufanikiwa katika mahangaiko yao. Karibu kaka. Kwa majina mimi naitwa Issa Mdeme, ni msanii wa Bongo Movie. Mimi nilikuwa na wasihi vijana wawe wanajitokeza kwenye masuala ya kijamii, kwa sababu jamii ndo sisi, jamii ndo tunaishi nayo. Yeye mwenyewe kijana ni jamii, tena kijana ni jamii ambayo ina nguvu, na ni jamii ambayo inatakiwa ianze kuwa karibu na watu, na unapofanya vitu vizuri kwenye jamii pia unamfurahisha Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu ametuleta hapa duniani tuishi vizuri na watu. Kwa hiyo vijana wenzangu, tunashiriki misiba kama hivi ikitokea, tunashiriki, ni ibada tosha kabisa. Kiacha hizi ibada za tunafanya ibada, tunaenda misikitini, makanisani, lakini kama uishi na watu vizuri, sidhani kama Mungu anaweza akakuona kama unafanya kitu vizuri. Nashukuru sana kaka, najua umeongea kwa vizuri, lakini pia katika tasnia yako ni tasnia moja ambayo inafanya vizuri sana. Kwa ilikuwa inafanya vizuri sana kipindi cha watu waliokuwa nyuma, lakini kwa saizi pia mimi kwa utafiti wangu, si ndio, naona inaendelea kufanya vizuri sana, hasa kwa baadhi ya content za ubunifu mnazozitengeneza, si ndio? Swali langu kwako kama mkongwe katika tasnia hii, si ndio, ushauri kwa vijana ambao wanakuja kutengeneza, wanaotamani kujiajiri katika hizi tasnia, si ndio, ni nini cha kuzingatia ili waje kuja na project ambazo zinaweza zikawa zinavutia au zina ubora sana na kuwasaidia wao kuweza kujiajiri kuwa kama ajira nyingine? Mimi nawashauri kabla hawajaanza kufanya, kwanza wafanye utafiti kwa kile ambacho wanataka kukifanya, sababu film ni maisha, film ni hadithi ambazo watu wanaishi, ziko za ukweli ambazo watu wamepitia, na ziko ambazo hazijawahi kutokea, lakini ni maisha ambayo watu wanayaishi.
Kwa hiyo kabla hujatengeneza kitu, jaribu kufanya utafiti. Kama unafanya hadithi yako inahusu kabila la Wahehe au mambo ya Iringa, basi jaribu kwenda Iringa, jaribu kuonana na hao wahusika, jua tabia zao, andaa kitu chako, kitakuwa kizuri. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye utafiti kabla ya kufanya. Asante. Mimi nilichotoka nacho leo kutoka kwa kakaangu ambaye anafanya vizuri sana. Film ni maisha, film ni hadithi. Tujitahidi vijana kufanya utafiti, tuje na hadithi nzuri ambazo zinaweza zikawa zinaishi katika mioyo ya watu. Naamini zitakuwa ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, lakini zitatusaidia sisi vijana kufanya kile kitu ambacho kitakuwa kinapendwa na watu, kinafuatiliwa, na mwisho siku tutakuwa kujitengenezea kipato. Pekee sana nipende kukushukuru brother. Hii Online TV sisi ni wadogo sana. Najua pengine muda mwingine unakata hata interview kwenye media kubwa, lakini umeamua kutupa thamani sisi. Hii ni zawadi, ni zaidi ya zawadi. Hii ni zaidi ya zawadi kwetu sisi. Ungekuwa una uwezo wa kutupa hela au kamera au kitu kingine, si ndio? Lakini kutupa muda wako kuelezea haya kuhusiana na maono yetu ya vijana, hii ni zawadi kubwa ambayo tukitegemea kuipata kutoka kwako. Nashukuru sana brother. Asante sana. Mimi ni Ivan G na hii ni Online TV. Asante sana. Wenzetu huko nyuma wapo wengi. Sisi tumekula.
linalotusumbua sisi vijana ni swala la imani. Yaani ni swala la kiimani. Sisi vijana vinatutesa ni imani tu, hamna kitu kingine tena. Simuelewa baba? Sababu imani ya kishetani ndio inayotawala ulimwengu kwa kiasi kikubwa. Na imani, yani wanaomwamini Mungu, si ndio? Ni wachache sana. Na kitu ambacho kinawaathiri vijana wengi, si ndio? Ni kufikiria kwamba mtaji, si ndio? Pesa ndo mtaji. Lakini katika utafiti wangu niliofanya, katika utafiti wangu niliofanya, si ndio? Nimekuja kugundua pesa ni mtaji wa kishetani. Niliofanya ndani ya miaka 9, nimekuja kugundua kwamba kinachotesa sisi vijana sio pesa, sio kwamba maisha magumu, sio uongozi mbovu, si ndio? Ni kukosa hofu ya Mungu na imani ya Mungu, si ndio? Na kuamini sana katika demonic capital, ni mtaji wa kishetani ambao ni fedha. Ndio maana kijana wote sasa ukimuuliza, kwa nini unashindwa kujiajiri, si ndio? Kwa nini unashindwa kutumia fursa? Kitu cha kwanza atakacho kujibu ni fedha, si ndio? Atakwambia sina mtaji, si ndio? Lakini kwa research yangu nimesoma vitabu vingi sana vya kiimani. Fedha ni demonic capital, ni mtaji wa kishetani. Ni mindset iliyowekwa na kutoka ukoloni. Ukisoma mambo ya historia, kuna mambo kama kuna vitu vinaitwa socialism and capitalism, si ndio? Nyerere alipokuwa anaianzisha nchi hii, alikuwa anaianzisha kwa misingi ya capitalism. Nani socialism wemini? Ambayo ujamaa, yani tuishi kwa upendo, kwa kusaidiana, si ndio? Nyerere alipambana sana, lakini kwa kuwa socialism imehusiana na mambo ya kimungu sana na kiimani sana, Nyerere aliona kwamba ilifikia sasa dunia kwamba nguvu ya shetani imetawala. Kwa maana Nyerere mwenyewe akaamua kusalenda, akasema acha tuingie kwenye capitalism. Tulete mambo ya vyama vingi, tulete mambo ya nini, si ndio? Sababu ilimshinda kwa dhana hiyo. Lakini alikuwa na maono mema sana. Na tungekuwa tunaendelea na socialism mpaka leo hii kama maono ya Nyerere alipokuwa naona, tungekuwa mbali sana. Otherwise tumeingia kwenye demonic world, si ndio? Ya capitalism, si ndio? Ambayo inatufanya tuamini kwamba pesa ndio mtaji wa kila kitu. Na hii yote ndio inaongozwa na mataifa makubwa. Lengo ni kututawala Afrika bara pekee ambalo teule wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana unakuta na sasa ninachokuja kuniathiri kwa sasa, hizi vijana ndio tunaoathirika. Umeona vijana wetu wenzetu walivyomwaga damu hivi juzi, si ndio? Kwenye maandamano. Kweli, I don't know. Najua waliofanya hivyo walikuwa na sababu za kufanya hivyo, na waliofanyiwa hivyo walikuwa na makosa ya kufanyiwa hivyo. But in real, yani katika uhalisia, si ndio? Ni hofu ya Mungu iliyotoweka, si ndio? Baada ya hofu ya Mungu kutoweka, ndio maana yote haya yanatokea. Leadership, ukizungumzia uongozi, nimesoma mambo ya leadership. Lakini pia of course nilicha kusoma darasani nimesoma nje, si ndio? Leadership is not a skills, or leadership is not a knowledge. Leadership is a spiritual talent, yani ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana leo unakuta Nyerere alishakufa miaka hiyo, lakini bado anaishi. Kwenye imani huyu tunaamini Yesu, hata picha yake hatumjui. Mpaka wengine wameigiza kama Yesu, ndio tunaamini ndio pengine Yesu yuko hivyo, si ndio? Lakini tunajua kama kina Yesu aliishi, lakini walikuwa na uongozi kwa njia ya Mungu. Ndio maana tunaona napendaka sana kuzungumza. Na nimekuta nafunguka hivi sababu of course nimehisi uwepo wa Mungu ndani ya gari yako. Sababu nimeingia tu nimekutana na nyimbo ya dini nzuri sana. Yeah, so of course kwa sisi vijana mtuombee sana. Mimi na miradi mingi sana ambayo naienda. Leo ngoja miradi kuikomboa vijana. Lakini kitu nilichojifunza, si ndio? Siwezi nikakomboa vijana kama nyinyi wazee wangu msipojikita kuwaombea hawa vijana wakomboke kwanza kiimani. Sababu imagine bodaboda unayemhangaikia unampigania, si ndio? Anakutishia kukuua kisa elfu. Kidogo inaumiza, lakini ndio true story. Unampambania, yani unafikiria, unamwambia kabisa nataka nikueditie mradi huu, si ndio? Katika kituo chenu hichi cha bodaboda, at least muwe na bodaboda 5 au 10, si ndio? Za kijiwe tu, zile zinaleta mapato ya kijiwe, si ndio? At the end of the day mfungue hata kagereji kenu ka kijiwe, si ndio? Mkishafungua kagereji ka kijiwe, si ndio? At the end of the day hata mfungue kiwanda cha bodaboda, mnatengeneza bodaboda zenu, na inawezekana. Mnaanza mdogo mdogo, sababu tunajua kuna bodaboda wanaofanya kazi ya bodaboda ni mainjinia. Kuna bodaboda wanaofanya kazi ya bodaboda wengine
ni watu waliosoma sana, si ndio? Hawa watu sio kwamba nini, wamekosa tu mwongozo mdogo tu wa kuweza kumove on. Sasa unampambania mtu, lakini huyu jamaa anafikiria jamaa anafaidika kutoka kwa mimi ama la, so ni ngumu sana. Yaani bila maombi hayo ila bila kumtanguliza Mungu ni ngumu sana. Ukichaa sasa hivi wanakitakia. Sio ukichaa na kwamba wanalazimisha binadamu sasa hivi wanalazimisha uchao ulikuwa namba 1 namba 2. Wanaweka ukichaa 800. Yaani wanataka mpaka kwamba tuenda vipi? Maana maadili ya msongo kuheshimiana katika binadamu, haki ya binadamu imekuwa haipo. Ndio. Itakuwa na malalamiko. Mimi naitwa Godfrey Mdiwa. Katika uafisa ni afisa DI katika TAKUMATA mikoa 17. Sijaipewa hata shilingi 100 mshahara hadi sasa hivi ameingia. Sijaipewa ndani mshahara wangu na ilikuwa mwisho nisimamie akishapita. I know English perfect more than that. Take your cap first and put back and then we end up this interview. Okay, or you pray a bit, just pray. Yeah, okay, pray, just pray. Okay, just pray a bit. Pray a bit. Pray a bit. Beat flashing. Flashing. Yes. 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 Kuishi huko naishi Marekani tena wako wengi vile vile na kueje majini gweni kati study aduki sticky trust nilikuwepo nyumbani quest alipresti. Nakubali, chukua kofia yako Genius. Haina noma. Hii nitaipandisha mtandao.